Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, mtazamaji wa Fadhakir TV popote ulipo ulimwenguni. Ahlan wa sahlan, karibu kwa mara nyingine tena katika kipindi chako adhim kabisa, kipindi cha madrasa zetu, na leo tukiwa katika wilaya Kigamboni, maeneo ya Tuangoma, Madrasat Hidayah iliyopo Kilima Hewa. Moja kwa moja tutakwenda kuangazia yale ambayo umetuandalia mimi na wewe mtazamaji wangu kwa siku hii ya leo. Ungana nami Al-Akhi Fikiria Patapata, na nyuma kamera akiwa Fikiri Mwana wa Ali. Mtazamaji, tukiwa katika sehemu ya kwanza kabisa ya kipindi chetu hiki, moja kwa moja tunakwenda kusikiliza ama kupata historia fupi ya madrasa hii kutoka kwa mwalimu wa madrasa hii ya Al-Hidayah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Kwa faida ya mtazamaji wa Fadhakir TV, ana hamu ya kujua kwa majina unaitwa nani? Kwa majina nilopewa na wazazi wangu ni Yanga Othman Yanga. Ni mzaliwa wa Dar es Salaam lakini mwenyeji wa Tanga. Naam. Pia tuna hamu ya kupata kujua historia fupi ya madrasa hii ya Al-Hidayah. Madrasat Al-Hidayah binafsi yangu mimi nilikuta jengo likiwa tayari, lakini hapo nyuma walikuwa watu wakisoma, lakini haikuwa rasmi. Lakini rasmi nilikuja kuifungua ilikuwa mwezi wa 6 tarehe 20 mwaka 2024 tulianza rasmi, na nilianza na wanafunzi 21. Naam. Mara baada ya kuingia katika madrasa hii mwezi wa 6 2024, ulikuta wanafunzi wangapi na mpaka sasa wapo wangapi? Yaani kwa yale maendeleo ambayo yamepatikana katika kipindi hiki. Hidayah mimi niseme ndio nilianza, kwa sababu madrasa ambayo mwanzo ilikuwepo haikuwa rasmi, kwa sababu jengo likaa muda mrefu na malengo lilikuwa na watu wasome. Kwa hiyo wenyeji wakaomba litumike kwanza, kwa hiyo likatumika tu kama temporary, lakini rasmi mimi ndio nilikuja kuianzisha. Na nilianza nikiwa na wanafunzi 21, lakini mpaka sasa nina wanafunzi takriban 192, lakini pia nina darasa la kina mama ambalo na wanafunzi 32. Kabla hujaingia katika madrasa hii, darasa la kina mama lilikuwepo? Hapana, sikuwa na historia hiyo. Ni kutokana na jitihada zako? Na naweza nikasema hivyo. Ni masomo gani ambayo unafundisha katika madrasa yako? Kwanza kabisa ni Qur'ani ambao ndio mwongozo wetu, lakini tuna hadithi, tuna tajwidi, na tuna lugha, na sira, na fiqhi tunafundisha masomo haya manne. Naam, katika sehemu yote ile hukosi changamoto. Ni changamoto zipi ambazo unapitia katika madrasa yako? Ni kweli changamoto tulikuwepo hapa, nafikiri sehemu zote zipo. Ni ushirika wa wazazi na mwalimu unakuwa ni mtihani, kwa sababu kama mwanafunzi unamwambia ingie darasani saa 2, lakini kabla ya kuingia darasani mzazi kwanza anampa kazi ya kuosha vyombo, lakini wakienda mashuleni hawapewi hizo kazi. Kwa ni changamoto kubwa sana tunaipata, kubwa ukizingatia mimi hapa niko peke yangu. Nilikwambia kama wewe mwenyewe utaangalia kama kuweza kuwamanage wanafunzi hao 192 ukiwa peke yako, alafu kule mwanafunzi kuchelewa, kwamba ni wazi kabisa mzazi anakukwamisha. Kwa hiyo tunaona kwamba wazazi wanataka watoto wao wasome, lakini wanahisi kwamba watajua kusoma kimiujiza. Hilo moja. Lakini la pili, changamoto nyingine ni kwamba wazazi walikuwa wengi wamefikia hatua ya kupangia mpaka namna syllabus ya kufundisha. Unakuta mwalimu wewe una syllabus yako kwamba mimi nafundisha hivi, lakini mzazi anatamani ufundishe vingine ambavyo yalizoea kufundishwa zamani. Kama yeye alifundishwa alif kampanda b, basi na yeye anataka mwanae mfundishe hivyo alif kampanda b, wakati elimu iko hivyo, kila mmoja na syllabus yake, ufundishaji wake. Kwa hiyo pia ni miongoni mwa changamoto. Hivi sasa tunaona katika jamii kuna sakata kubwa la mmomonyoko wa maadili, na katika madrasa yako mashallah unawakusanya watoto wengi. Vipi umehakikisha kwamba mmomonyoko wa maadili katika madrasa yako haupo kwa wanafunzi wako? Naam, kwa hilo nashukuru Mungu, kwa sababu katika tarehe ya mji huu kabla sijaja watoto tunaoona hapa nyuma asilimia kubwa walikuwa ni wakimbiza mbwa. Wakimbiza mbwa
na katika tarehe pia humu ndani kuna mpaka panya road shekhe humu ndani. Lakini namshukuru Allah ameweza kunipa fikra hiyo na istiqama hiyo ya kuweza kuweka sawa. Kwa hiyo nashukuru wanangu wako vizuri, wanakuja darasani, wanapenda kusoma, na wakati mwingine mpaka uniforce kuja kusoma, kwa sababu sisi hapa siku ya Alhamis na Ijumaa hatuna masomo, lakini wenyewe hujikusanya huko, kuja darasani siku ya Alhamis, wanafanya kama kempu na wanasoma. Lakini bado changamoto na kuja pale nikwambia kwa wazazi, unakuta watoto wanakuja kujisomea, lakini mzazi anampa kazi nyingine au anamfokea, nyinyi leo si hakuna chuo. Sasa najiuliza, mashuleni pia kuna masiku ambayo si ya shule, lakini mzazi yuko radhi kumruhusu mtoto aende kempu akasome, na yuko radhi kabisa. Lakini mtoto akimwambia akisema na kuja chuoni kujisomea, inakuwa ni tatizo. Kwa hiyo kwangu hiyo ni hatua fulani tayari naamini nimeipiga. Kama mtoto anaweza akajitambua, akatenga muda, wakaja wakajisomea wenyewe pasi na kusimamiwa, mimi kwangu hiyo niseme alhamdulillah, namshukuru Allah kwa hatua ambayo nimepiga. Lakini bado naendelea kukaza, kwa sababu huwezi kufanikiwa asilimia 100 kutokana na mazingira tunayoishi, mazingira ya kidigitali yaliokuwa nayo. Yapo bado watoto wanayo ambao si mazuri, lakini naamini inshallah biidhnillah tutafika katika pahala panapostahiki inshallah. Mashallah. Umeweka mahusiano gani na wazazi wa wanafunzi wa madrasa yako? Ya mahusiano nilioweka mimi kwao, kwanza katika mwanafunzi akija, mama mzazi akija kumwandikisha mwanafunzi, cha kwanza sipokei mwanafunzi bila mzazi, hilo moja. Lakini vile vile pia licha ya kutokupokea mwanafunzi bila mzazi, kuna masharti ambayo mzazi wanamwekea. Kubwa kabisa wanamwambia katika ushirikiano, napenda kupokea taarifa kutoka kwa mzazi ya mwanafunzi kila baada ya miezi 3 kuhusu maendeleo ya kijana wake, aidha yamefanikiwa ama yamefeli, ili tuweze kujua namna gani ya kumsaidia mtoto. Na kawaida mzazi akiona mmepuuza, mimi wanampigia simu. Pigia simu kujua maendeleo, bwana mpigia simu nataka nijue kijana wako toka umemleta sasa hivi ni miezi 3, unasemaje? Maendeleo yake unaonaje? Kuna huo ndo karibu niloweka, na kufanya vikao vya mara kwa mara kuelekezana kwamba hapa ndivyo hapa sivyo, na kupokea ushauri. Milango ya ushauri kwangu ipo wazi. Kwa wazazi wengi wananipigia simu, ustazi fanya hivi. Hata katika ratiba zangu pia mara nyingi zinakuwa zenye badilika, ni kwa sababu tukiona hivi sivyo naita wazazi. Kwamba bana tufanyeje? Wazazi, kwa nini usiweke muda huu? Kwa nini usiweke muda huu? Utakuwa ni mzuri kwa ajili ya watoto. Huo ndio ushirikiano ambao nilikuwa nao. Sasa una kipi cha kuwashauri viongozi wa dini na viongozi wa serikali ambao wapo ngazi za juu na wazazi kwa ujumla? Ni kuithamini elimu. Jamii inayotuzunguka elimu haithamini kabisa. Na tumewekewa kwamba walimu wa madrasa sisi ni walimu dhalili, watu dhalili sana. Kitu ambacho hawajui wazazi, viongozi wa dini, wale watuzidi mashekhe zetu na pamoja na serikali, kitu ambacho wakijui, kwa sababu hata wa mashekhe wametokea kwenye walimu. Kwa kitu ambacho wakijui jamii, mwalimu wa madrasa hahitaji kulipwa hela nyingi, tofauti ambavyo wanafikiria. Mwalimu wote wa madrasa anataka heshima. Heshima ndio kitu ambacho walimu wanakihitaji. Maustadhi wengi hatuna ile heshima kwa katika jamii. Kwa hiyo hichi kitu niseme si tukwaza au niseme nitumie lugha gani, lakini mwalimu yote, ili ukitaka muende naye sawa, afanye kazi yake kwa weledi, apate ile heshima, kwa sababu kazi anoifanya si kazi ndogo, ni kazi kubwa. Mimi wakija wageni hapo, tutasikia watoto wakija wageni hapa wanashangaa, uliwezaje kukaa hapa na watoto hawa hujamaliza hata mwaka? Lakini kama nilikuta watoto ambao wanasoma alhamdu, alafu ukiwaambia nionyesha alhamdu iko wapi haijui. Leo tumeweza kupata watoto ambao wanaweza kusomea Qur'ani pasi na kufundishwa. Mimi kwangu sifundishi Qur'ani. Hilo ndugu mtazaji kwanza ulijue. Mimi sifundishi Qur'ani. Mimi nafundisha njia ya kusoma Qur'ani. Basi
mimi sifundishi. Ninachokifanya ukishajua njia na kusikiliza, kisha kusikiliza na kuelekeza. Hapo umekosea, kuna somo hivi basi, lakini sio nianze nikuimbishe mimi nisome uitikie, mimi sifundishi. Kwa hiyo hivyo kwa hayo tunayofanya tupate heshima, tuthaminiwe, hilo ndo kubwa kama miongoni mwa thamani na kwa serikali. Na sisi watutengee muda tuwafundishe watoto, sio muda wote watoto wako mashuleni. Walimu wa madrasa leo wengi wanafanya masomo usiku, ni hatari kwa watoto, sio vizuri. Hilo ndo kubwa ambalo napenda kushauri serikali na jamii kwa jumla. Ratiba za madrasa zipoje kuanzia Jumamosi mpaka pale siku ya mwisho ambao wanafunzi wanakuja chuo, labda Jumatano au Alhamisi? Mimi siku za shule kwa maana Jumatatu mpaka Jumatano, ukitoa Alhamisi na Ijumaa, tunaingia darasani saa 9 alasiri na kutoka saa 12. Tukishatoka saa 12, wapo wale ambao wanachelewa kutoka shule, wao wanaingia saa 12 jioni mpaka saa 3 usiku. Lakini siku za Jumamosi wanaingia darasani saa 2 asubuhi na kutoka saa 5. Lakini pia wakishatoka saa 5 wanarudishana saa 9 alasiri mpaka saa 12 jioni, wanakuwa wamerudi nyumbani. Na hiyo ni ratiba mpaka ya masiku ya malikizo. Likizo zote wakifunga shule, ratiba yetu tunatumia ratiba hii ya Jumamosi. Lakini siku ya Jumapili wanaingia darasani saa 4. Kinga darasani saa 4 tunasoma mpaka saa 7. Tukishaenda kuswali wanapumzika. Wakipumzika wanaingia darasani tena saa 8 mpaka saa 10. Kuanza kusoma saa 10 wanakwenda nyumbani. Nimetenga muda Jumapili kwa sababu ya maandalizi ya toto shule, wanachoka. Na siku ya Ijumaa na Alhamisi kama nilivyosema hapo awali hatusomi, ni siku ya mapumziko. Na ndo siku ambayo watoto wanatumia kufanya mutwala wao wenyewe. Na pia na darasa kina mama. Kina mama nao nikiwatoa watoto saa 5 wanaingia kina mama. Kina mama wao wanasoma siku zote kasoro Ijumaa tu ndo wasomi. Siku kina mama kusoma kuanzia saa 5 mpaka saa 7 na wao wanatoka. Shukrani sana Ustadh. Mtazamaji wa Fadhakir TV, ni matumaini yangu kuwa umefaidika na umepata kujua mengi zaidi ambayo yanapatikana katika madrasa hii Al-Hidayah iliyopo Kilimahewa, maeneo ya Tuangoma. Moja kwa moja tuelekee katika sehemu ya pili ambayo tunakwenda kuangazia ama kujionea wanafunzi wa madrasa hii kwa siku hii ya leo. Mimi na wewe mtazamaji wangu wametuandalia kitu gani? Moja kwa moja ungana nami kuanzia mwanzo mpaka mwisho wa kipindi hiki ili tuweze kujifunza mengi na mengi zaidi na zaidi. Inunue pepo yako kwa mali alizokujalia Allah. Changia sasa Fadhakir TV kwa ajili ya dini yako. Unaweza kuchangia kupitia M-Pesa namba 0755848508, Tigo Pesa namba 0718820808, Airtel Money namba 0698313968. Kumbuka, jina ni Fadhakir TV. Hakika ukumbusho unawafaa wenye kuamini. Mungu akubariki sana. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو خسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح
ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال مبين وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وبعد. Ayuha ikhwatul muslimuna alkiram, enyi ndugu zangu waislamu watukufu, ana alladhi wakaftu amamakum, mimi ambaye ninosimama mbele yenu. Ismi, jina langu Muhammad Masumbuko. Atilmizu ni mwanafunzi minataramidhul madrasati Hidayah Islamia, ni miongoni mwa wanafunzi wa madrasati Hidayah Islamia. Wakati wakaftu amamakum, na nimesimama mbele yenu liurikum, ili naonesheni ma taallamtu, yale niliyojifunza min madrasati Hidayah Islamia, kutoka madrasati Hidayah Islamia. Wa kabla an natakallama ilaikum shay'an, na kabla sijazungumza chochote kwenu, abetadi ubi tahiyatu islamia, nipenda kuamkieni kwa maamkizi mema Islam. Wa hiya assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Enyi ndugu zangu watukufu Islam, nimesimama hapa mbele yenu kwa amri ya wangu Yanga Osmani Yanga. Mwenyezi Mungu amhifadhi na kila aina shari na muongoe na kila kheri. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, kutoka kwa Abi Hurairah mwenyezi Mwenyezi Mungu amesema, qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, amesema mtume Mwenyezi Mungu, rehma na amani zimshukie juu yake, al-mu'minu qawiyun, muumini mwenye nguvu, khairu wa ahabu ila Allahi, mbora na anapendeza kwa Mwenyezi Mungu, minal mu'mini dhaifu, kuliko muumini dhaifu, wa fi kulli khair, yani katika heri, ihris ala ma yanfauka, kufanya pupa kwa yale yatakayo kunufaisha, wasta'inu billahi, na kumtegemea Mwenyezi Mungu, wala tajaz, wala usizembee, wa inna swabaka shay'u, alikukuta jambo lolote, fala takulu lau, usiseme lau, ana faltu kana kadha wa kadha, mimi ningefanya hivi ingekuwa hivi na hivi, walakin kul, lakini sema, kadrullahi wa ma shaa faala, Mwenyezi Mungu amekadia itakalo kufanya. Fa ina lau, kwa neno lau, taftahu amala shaitan, fungua mali za shaitan. Rawahu Muslim, hadithi mapokelewa na Imamu Muslim. Ndugu zangu watukufu wa Islam, nitakuwa sikufundisha adabu na mwalimu wangu kama situmfanyia dua mlezi wetu Ramadhani mlao, kwa hili kubwa linaloshinda yengi kulifanya kuenzi Islam,
Naomba Mwenyezi Mungu amjalie umri wenye manufaa na yeye kakae tu rama. Amin. Amzidishie kila anapotoka kwa ajili ya dini. Amin. Mwenyezi Mungu amzidishie huruma na mapenzi kwa jamii. Amin. Amwepushe na kila aina hasadi. Amin. Mwenyezi Mungu aongoze wazazi wetu katika malezi ya kutulea. Amin. Awazidishie riziki za halali. Amin. Atujalie subra na mapenzi ya kusoma na funzo la hidayah. Amin. Atuzidishe ufahamu na tukinge na hasadi. Amin. Nimalizie kwa kumwombea mwalimu wangu. Naomba Mwenyezi Mungu amjalie subra, hikma na ya Rabbi, na kuomba mkingi na kila aina hasadi. Na mdumishe katika madrasa ya hidayah. Amin. Wa hadha salamu ala man tabal huda. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala rasulillahi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ba'd. Ayuha ikhwatul muslimun alkiram, enyi ndugu zangu waislamu watukufu, ana alladhi waqaftu amamakum, mimi ambaye nimesimama mbele yenu, ismi, jina langu Mubarak Hassan At-Tirmidhi, ni mwanafunzi minatamidul madrasatil hidayah islamia, miongoni mwa wanafunzi wa madrasatil hidayah islamia. Wakati waqaftu amamakum, na nimesimama mbele yenu, liulikum, ili nionyesheni mataalamtu, yale nilojifunza, min madrasatil hidayah islamia, kutoka madrasatil hidayah islamia. Wakabla an atakallama ilaikum shay'a, na kabla sijazungumza chochote kwenu, abtadi'u bitahiyati islamia, ningependa kuamkia kwa maamkizi mema ya Kiislamu. Wa hiya assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ndugu zangu watukufu wa Islam, nimesimama hapa mbele yenu kwa amri ya ustadhi wangu Yanga Othman Yanga. Mwenyezi Mungu amuhifadhi na kila aina ya shari na muongoe na kila heri. Kala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, amesema mjumbe wa Mwenyezi Mungu, rehma na amani zimshukie juu yake, laana Allah rajula, Mwenyezi Mungu amemlaani mwanamume ambaye yalbasu lilbasata almar'at, mwenye kuvaa vazi la kike, wa mar'at, na mwanamke ambaye talbisu, mwenye kuvaa lilbasata rajuli, vazi la kiume. Rawahu al-Hakim, hadithi imepokelewa na Imamu Hakim. Wa hadha salamu ala man ittabal huda. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala rasulillahi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ba'd. Ayuha ikhwatul muslimuna ikram, enyi ndugu zangu waislamu watukufu, ana alladhi waqaftu amamakum, mimi ambaye nilosimama mbele yenu, ismi, jina langu Shedrack Selemani At-Tirmidhi, ni mwanafunzi minataramidul madrasati hidayah islamia, miongoni wa wanafunzi wa madrasati hidayah islamia. Wakati waqaftu amamakum, na nimesimama mbele yenu, liurikum, ili nionyesheni mataalamtu, yale nilojifunza, madrasati hidayah islamia, kutoka madrasati hidayah islamia. Wa kabla an atakallama ilaikum shay'an, na kabla sijazungumza chochote kwenu, abtadi'u bitahiyati islamia, ningependa kuamkia kwa maamkizi mema ya Kiislamu. Wa hiya assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Enyi ndugu zangu watukufu wa Islam, simama hapa mbele yenu kwa amri ya ustadhi wangu Yanga Othman Yanga. Mwenyezi Mungu amuhifadhi na kila aina ya shari na muongoze na kila heri. Kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amesema mjumbe wa Mwenyezi Mungu, rehma na amani zimshukie juu yake, akrimu ulamaa, watukuzeni wana wa chuoni, fa innahum, kwani hakika ya hao warathatul anbiyai, ndiyo warithi wa mitume. Faman akramahum, mwenye kuwakirimu, fakad akarama Allahu, hao basi amemkirimu Mwenyezi Mungu.
wa rasulahu, na mtume wake. Rawahu al-Khatib, hadithi hii imepokelewa na Imamu Khatib. Wa hadha salamu ala man ittaba al-huda. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala rasulillahi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Hataman nabiyina wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wala haula wala quwata illa billahi al-aliyyil azim. Wa ba'd. Amma baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia rehema na amani mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, nichukue fursa hii kueleza hata mimi niliamrishwa kusimama hapa. Ni mwanafunzi miongoni mwa wanafunzi wa madrasa Hidayah Islamia, na jukumu langu leo hapa ni kuwakumbusha watoto wenzangu na wanafunzi wenzangu mhudhuria hapa juu ya kuwafanyia wema wazazi wawili. Kwa hakika kila mmoja yupo na wazazi, hiyo hapo hai ama amefariki, kwa maana wametangulia mbele za haki. Al-Nur, kwamba ukushushwa kutoka mbinguni bali umezaliwa. Je, hao waliokuzaa unafahamu uzito wao ama umuhimu wao kwako? Tazama Mwenyezi Mungu anavyosema baada ya billahi minashaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Fadharabuka, na Mola wako amehukumu alla ta'budu illa iyatu, asiabudu yote asiyekuwa yeye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wa bil walidaini ihsan, na kuwafanyia wema wazazi wawili. Imma yablana indakal kibala haduhumala, kama mmoja wao akifikia uzee na yupo pamoja nawe. Wiklihuma, au wote wawili. Fala takullahuma ufi, basi usiwaambie hata kutamkula wala tanharuhuma, na wala usiwakemee. Wakullahuma qawla kalima, na useme nao kwa tamko lilozuri. Ndugu zangu watukufu wa Islam, kuna wenzangu nao wanatamani kuja kuzungumza nanyi. Cha zaidi tunyanyue mikono tutike dua. Ya Rabbi, tukuomba sisi waja wako, si kitu si chochote mbele yako. Utupokee zamani za kuelekea kwako. Na utuongoze zamani za kupotea kwetu. Ya Rabbi, jalia juu ya mwalimu wetu elimu, mzidishie ustazi Yanga subra na hikma, na msame kila alipoteleza. Ya Rabbi, jalia juu ya wazazi wetu, wazidishie riziki, wazidishie imani, na wazidishie heshima juu ya wanafunzi wote wa Hidayah Islamia. Lakini pia nisimsahau mlezi wetu Ramadhani Mlao. Mwenyezi Mungu nakuomba umpatie umri wenye manufaa katika Uislamu, na kizazi chake kiwe cha heri. Wa hadha salamu ala man ittaba al-huda. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah qail fas'alu ahla al-dhikri in kuntum la ta'lamuna. Wassalatu wassalam ala sayidina Muhammad qail man yuridu Allahu bihi khairan yufaqihu fid din, wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in lahum bi ihsani ila yaumiddin. Wa ba'du. Baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu na kumtakia rehema na amani kipenzi chetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, enyi ndugu zangu watukufu Islam, nimesimama hapa mbele yenu kwa kutaka radhi za mwalimu wangu Yanga Othman Yanga. Namuomba Mwenyezi Mungu akuzidishie umri wenye manufaa, na wewe mwalimu wangu akukinge na kile ina hasadi na husda za waja. Amin. Enyi baba zangu na mama zangu, itakuwa ni busara kwenu kwa kunisikiliza kwa umakini, kwani ninachotarajia kuwafikishia ni muhimu miongoni mwa muhimu katika hukumu za Uislamu, ambazo wengi wetu hatuzijui na tumeghafilika nazo, hususan mama zangu. Bismillahirrahmanirrahim. Al-iddatu sharia, na yoeda kisheria,
muddatu tatarabasu fiha almar'atu, ni muda anayengojelea mwanamke, lima'ilfati, kwa kupata kujua, bara'ati rahmiha, kwa kutakasa mfuko wake uzazi, minal waladi, kutokana na mtoto, au litaabudi, au kutokana na ibada, au litafajuiha ala zauji, au kutengana na mume. Al-iddatu kisman, eda ni za aina mbili. Iddatu firaki hayati, eda ya kuachana kwa uhai, wa iddatu firaki wafati, na eda ya kuachana kwa kufa. Wala tajibu al-ula, na la haipasu eda ya mwanzo, ila ala al-madkhul biha, ila awe ni mwenye kuingiliwa. Falmutarakatu, na mwanamke mwenye kuachwa kwa taraka, wal mafsuhu, na yule ambaye imevunjwa ndoa yake, nikahuha kabla dukhuli, na kabla hajaingiliwa, la idata alaihima, na kutokuwa na eda kwa ili hao, wahi alhamil, na mwanamke aloachwa hali ya kuwa ni mjamzito, wadhul khamil, eda yake itaisha pale ambapo atajifungua. Almansubi lisahibi alidati, iwapo mimba ni yenye kunathibishwa na aliyemuacha. Walhaili khurati, na mwanamke aloachwa hali ya kuwa ni muungwana. Dhatil akrai, ambaye huingia katika mzunguko wake wa kawaida. Thalathatun akrai, atajitaharisha hizi tatu. Wa dhatil ashhuri, na yule ambaye mwenye miezi asiingia kwenye siku. Thalathatun ashhuri, huyo atakaa eda yake miezi mitatu. Walhaili khaili hurati, na mwanamke asemja mzito si muungwana. Dhatil akrai, ambaye huziona siku kama kawaida. Qur'ani, atajisaharisha hizi mbili. Wa dhatil ashhuri, na yule ambaye mwenye miezi si muungwana. Shahirun wa sifun, huyu atakaa eda yake miezi 1.5. Ni wangapi katika sisi wenye kuyajua haya, ama ni wangapi katika sisi wenye kughafilika na haya? Enyi wazazi wangu wapenzi, niendelee kuwahusia utulie na kuwa makini kwa kumsikiliza mwenzangu anayefuatia, ili uweze kunufaika na hadhara hii. Ni vizuri tukiondoka hapa tuwe na furaha na mazingatio insha Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahil qail, fashalu ahlal dhikri in kuntum la ta'lamun. Wassalatu wassalam ala rasulillahi Muhammadil qail, man yuridullahu bihi khairan yufaqihu fid din, wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in lahum bi ihsanu illa yaumiddin, wa ba'du. Enyi ndugu zangu watukufu wa Islam, nimesimama hapa mbele yenu kwa kutaka radhi za mwalimu wangu Yanga Osman Yanga, na muomba Mwenyezi Mungu amzidishie umri wenye manufaa, na mwalimu wangu akinge na kila aina ya hasad na husda za waja. Amin. Enyi baba zangu na mama zangu, nimesimama hapa mbele yenu kuendelea pale alipoishia ndugu yangu, nami niwahusie na utulivu na umakinifu katika kuyajua na tuloghafilika nayo. Bismillahirrahmanirrahim. Sini, swali. Ma hukmul mutalaqat, ni hipi hukumu ya mwanamke aliyeachwa. Dhatil akrai, ambaye huingia katika siku kama kawaida. Idha alami tahidha baada talaki, atakapotoka na hedhi baada ya kuachwa. Bisababati la yurafu, kwa sababu isiyojulikana. Jim, jawabu. Hukmuhu, hukumu yake. Anahu, kwa kwamba ya mwanamke huyo. La tankadhi indatuha, haitokatika eda yake. Hata tahidha, mpaka atapoingia hedhini. Fataatada bitharasati akrai, atakaa eda kwa muda miezi 3. Au taberu asina rias, au akifikia umri wa kukoma hedhi yake. Fataatada bisarasati ashhuri, atakaa eda kwa muda wa miezi 3. Wa fi kauli kadi al-Shafi, na katika kauli ya zamani Imam Shafi anasema innaha tatarabbasu 9 ashhuri, mwanamke huyo atakaa eda kwa muda wa miezi 9. Fabada mudhi'u 9 ashhuri, na baada ya kupita miezi 9, taktadu bitharasati ashhuri, atakaa eda miezi 3. Wa hakaza kadha Saidi na Umar bin Khattab, na kama hivi alishawahi kuhukumu Saidi na Umar bin Khattab. Fayajuzu taklidu hadha alqauli, na inajuzu kuchachisha kauli hii. Lidhalati dhalali, kwa ajili ya kuondosha madhara. Wa amma man lahum tahidha, ama yule ambaye hakuingia mwezini. Bisababati yurafu, kwa sababu isiyojulikana. Kairudhai, kama vile kunyonyesha. Wa maradhi, na ugonjwa.
la tankadhi indatuha, haitokatika eda yake, hata tahidha, mpaka atakapoingia hedhini. Fataatada bisarasati kurui, atakaeda kwa muda wa miezi mitatu, au taayasa, au kama alikoma. Fataatada bisarasati ashuri itifaqi, atakaeda kwa muda wa miezi mitatu kwa kauli ya wanavyuoni. Wa intalatil muddatu, japo atalefuka muda. Wakad hakama Saidi na Uthman bin Affan, na kama hivi alishawahi kuhukumu Saidi na Uthman bin Affan. Bihadha alhukmu fil murdhi, na hukumu hii na mwenye kunyonyesha. Wal kismu sani al-indatu indati firaki wa afati, na kifungu cha pili katika eda ya kuachwa kwa kufa. Fatajibu al-indatu firaki wa afati, na mwanamke ambaye alifiwa na mumewe anapaswa kukaa eda. Walau ala al-hayri al-madhuri biha, japokuwa hajaingiliwa na uwe mwanaume. Wa hiya lilhamil wadu al-hamil, na mwanamke mjamzito. Wa hiya lilhamil wadu al-hamil, na mwanamke mjamzito wa hiya lilhamil wadu al-hamil, na mwanamke anapaswa kukaa eda aliyakuwa mjamzito. Almansubil mait, yenye kunasibishwa hiyo mimba na mait. Wa arba'atu ashhuri, atakaa miezi 4. Wa ashratu ayami, na masiku 10. Lil khairil hurrati, kwa mwanamke mtupu muungwana. Wa nusifuha, na nusu yake. Lil khairil hullati, kwa mwanamke asiye muungwana. Wa hadha salamu ala manittabal huda. Fadhakkir innama anta mudhakkir, lasta alayhim bimusaytir.